Mtazamaji wa Ngale Sports, karibu sana. Mara baada ya siku nyingi ambazo za ukimya zimepita, hatujakutana kwa channel yetu pendwa kabisa Ngale Sports kupata uchambuzi wa michezo mbalimbali ambayo inachezwa ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Yes, kama ambavyo unafahamu, leo tumeshuhudia namna mchezo bora sana, mchezo mzuri sana kati ya Yanga ya Tanzania dhidi ya AS FAR Rabat kutokea kule Morocco. Mchezo mzuri sana uko katika dimba la New Amaan Complex. Kuna vingi vya kuvizungumzia na miongoni mwa hayo ni makocha wa pande zote mbili, lakini pia viwango vya timu zote mbili na vitu vingi sana. Mimi ni Salama Ngale na hii Ngale Sports. Nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe. Kuna mengi ya kuendelea kuyazungumzia kuhusiana na michuano hii ya wababe ama mabingwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuanze na mchezo wa Yanga ambao wamecheza na yetu, tumeshuhudia wameshinda goli la Prince Dube baada ya ukame wa muda mrefu kwa Prince Dube kutokuwa na wakati mzuri katika eneo la kushambulia. Amefunga licha kukosa nafasi nyingi za wazi, ama amekosa nafasi za wazi nyingi, amekuja kufunga moja ya goli gumu sana na goli zuri sana katika mchezo wa kwanza huo kundi B kati ya Yanga dhidi ya AS FAR Rabat. Mbali na tukio la Dube kufunga, ni tukio lingine ambalo limekuwa ni tukio kubwa ama matukio mengine makubwa zaidi kuliko tukio hilo ni makocha wa pande zote mbili. Hapa namzungumzia kocha Pedro Gonçalves wa Yanga, lakini pia na kocha Alexandre Santos wa upande wa AS FAR Rabat. Kulikuwa na vitu vile vinazungumzwa kuhusiana na AS FAR Rabat. Na kwanza, safu ya ulinzi ama ugumu kwenye safu yao ya ulinzi. Wamekuwa na wakati mzuri sana katika ligi yao ya Morocco, hawajaruhusu magoli mengi, walikuwa na namba nzuri, na hii ilichagizwa na ubora mkubwa wa kimbinu wa maelekezo kutoka kocha Santos, ambaye yeye alikuwa katika timu ile ya Petro Atletico ya Angola kwa msimu uliopita. Alikuwa na wakati bora sana. Petro alicheza mechi nyingi kuanzia mtoano mpaka hatua makundi pasi na kuruhusu magoli mengi au pasi na kuruhusu magoli. Ilikuwa ni moja ya sema statement tishio sana kwa upande wangu kuelekea katika mchezo wa leo, lakini mwisho wa picha tumeshuhudia Yanga wameweza kukunja safu ya ulinzi, wameshinda. Lakini kitu kingine ambacho kwa kigumu zaidi kwa upande wa Yanga kucheza nacho leo kutoka kwa AS FAR Rabat ilikuwa ni unbeaten 19 ambazo walikuwa nazo. Michezo 16 wameshinda na draw 3 ama sare 3. Ukiangalia ni mechi nyingi sana tangu mwezi Machi walipofungwa hawa AS FAR Rabat, hawakupoteza mchezo mwingine wote zaidi ya kushinda na kutoka sare ama kwenda suluhu. Ilikuwa ni moja ya mchezo mzuri sana ama nyakati nzuri sana ambazo wao walikuwa wanapitia kama timu, na ulikuwa ni wakati bora sana. Kwa hiyo Yanga wamevunja unbeaten waliokuwa nayo FAR Rabat chini ya kocha Santos. Takriban tunasema hizo unbeaten ama wamekwenda mchezo 19 pasi na kupoteza mchezo wowote. Hiyo ni moja ya kitu kikubwa sana ambacho Yanga wamefanya. Sasa turudi kwenye mchezo wenyewe kiufundi na kile ambacho kinaendelea kwa pande zote mbili. Kwa ni mechi nzuri sana, game approach kwa upande wa Yanga, namna ambavyo safu ya kiungo ya Yanga inajitahidi kuzuia na kufanya kazi kwa ubora mkubwa sana kadri muda unavyozidi kusogea. Hapa nazungumzia pacha ya Duka Buya pamoja na Mudathir Yahya, wamekuwa jitahidi kuonesha ubora mkubwa sana, utulivu na katikati ya uwanja, na walikuwa wamefanikiwa kuweza kuishinda safu ya kiungo ya timu pinzani ambayo ilikuwa inaletea shida sana, hasa katika dakika 15 mpaka 20 za mwanzo, wakati mchezo ukiwa unaendelea, hasa kwa kipindi cha kwanza. Na sambamba na hilo, eneo lao la ulinzi, vimo vya walinzi wa Yanga havikuwa vikubwa sana kwa maana ya virefu, lakini walifanikiwa kuiwin mipira mingi ya juu walipokuwa wanashambuliwa wao katika lango lao, licha kuwa na washambuliaji ambao ni warefu sana kwa upande wa FAR Rabat ambao walikuwa na wakati mzuri pia kwenye mchezo. Majaribu kuangalia namna gani ambapo performance ya wachezaji, kwa mfano Pacome Zouzoua alikuwa na wakati mzuri, licha ya kuonekana kama vile alikuwa na maumivu kwa kiasi fulani kwenye uchezaji wake, bado alithibitisha kuna mwenyeji ambaye ana wakati mzuri, anaweza kushinda kwenye hiyo mechi. Namna gani ambavyo wachezaji wengine wamekuwa na wakati mzuri kwenye kuifanya timu icheze na iflow vizuri. Moja ya kitu ambacho pia nilikuwa nakitazama kwa ukaribu sana ni namna gani ambavyo kocha Pedro alikuwa anamuingiza kwenye mtego kocha wa Yanga, na kocha wa Yanga akawa anajaribu kujibu makini. Wakati mechi inaanza,
kocha wa Yanga aliingia na 4-4-2. Alafu kocha wa Pedro aliingia na 4-2-3-1 ambayo ilikuwa inabadilika kuwa shape ya 4-3-3 wakati mechi ikiwa inaendelea. Lakini bodi kipindi cha pili kocha wa Pedro kocha wa FAR Rabat ambaye Santos akarudi na mfumo wa 4-4-2 kuingia kwenye system ambayo Yanga walikuwa wanacheza. Yanga wakabadilisha nidhamu yao, wakaongeza nidhamu hali ya juu, wakaingia kwenye mfumo ule ambao aliingia nao kocha wa Santos na wakafanikiwa kuwapicha ama kumeza mashambulizi mengi ambayo wao sasa walikuwa wanashambuliwa na wakaanza kushambulia mchezo na kuanza nafasi nyingi zaidi. Kingine ni Tagnut, mlinda mlango wa FAR Rabat. Alikuwa na wakati bora sana. Alikuwa na siku nzuri sana kazini. Licha ya kuruhusu goli moja, lakini miongoni mwa wachezaji ambao Yanga watawalalamikia sana kwa sababu wao huyu kama yeye Tagnut ametengeneza mazingira kwa wazuia Yanga kwa kiasi kikubwa sana. Ni moja wakati mgumu, wakati mzuri ambao nasema Yanga wamepitia. Walipokuwa wanashambulia ilikuwa ngumu kupata goli, lakini pia ilikuwa ni wakati mzuri kupima kiwango cha washambuliaji wanaweza kwenda mbali ama kwa dhidi ya kuta mgumu kwa muda mrefu kiasi gani bila kupata goli wakiwa na kiwango kile kile. Ilikuwa ni wakati mzuri sana. Lakini mbali na hivyo, wajaribu kuangalia kundi la Yanga linasimamaje baada ya ushindi huo. Tayari Yanga anasimama kileleni akiwa na goli moja, huku ukiwa unaendelea kusubiria kile ambacho Al Ahly anaweza kufanya kwenye mchezo ambao unafuata kati ya Al Ahly dhidi ya JS Kabylie. Kumbuka Yanga anacheza na timu zote tatu kwenye kundi lake B dhidi ya timu ambazo zinatokea katika ukanda wa kaskazini, kwa maana ya timu moja ya Algeria, timu moja ya Morocco na timu moja ya Egypt kwa maana ya Misri au Al Ahly ambao ni bingwa mara nyingi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukiangalia kwa jicho hilo unaona kabisa kuna namna ambavyo mambo yamekwenda poa sana. Kingine ni eneo la mabadiliko ambalo Yanga unaona hawakutaka kufanya mabadiliko kwa pupa. Kocha Gonçalves hakufanya mabadiliko kwa pupa, aliangalia timu yake na changamoto sehemu gani, lakini pia inahitaji utulivu. Ndio maana hatukuona sababu za papo nyingi ambazo zisingeweza kuwa na matunda ndani yake. Kingine alichokiona Yanga wanaweza kushinda ama kucheza dhidi ya timu ambayo wachezaji ambao wana kasi kubwa sana, wanaweza kuwazuia. Good performance kwa fullback wao, fanya kazi kubwa sana kuzuia safu ya ushambuliaji timu pinzani, hasa kutokea pembeni kwa kile ambacho wamekifanya. Hawakufanya makosa mengi hapo, namzungumzia Mwenda pamoja na Mohamed Hussein. Fanya kazi bora sana kwenye mchezo wa leo ambao wamecheza dhidi ya hawa FAR Rabat. Kwa hiyo mguu mzuri kwa Yanga wameanza nao, goli moja, alama 3, matumizi mazuri kabisa ya uwanja kwa nyumbani. Kudos pia kwa kocha Gonçalves kwa plani yake nzuri ambayo ameingia nayo kwenye timu ambayo imewapa ushindi. Dube amerejea kwenye reli, mambo yamekuwa mazuri kabisa. Hata kurudi kwa upande wa wachezaji wengine kina perform vizuri, nyota wengine kina Boeli ambao wameingia, unaona kabisa kwamba kama hawatokuwa na pressure kubwa wanaweza kwenda kudeliver kitu kwa kiasi kikubwa sana kwenye mechi ambazo zinafuata za hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mwaka huu ambao upangwa kundi B na timu ambazo zote kutokea ukanda wa kaskazini. Karibu sana, hii ni Ngale Sports. Mimi ni Salama Ngale, usisahau kusubscribe kwa kitu cha maana zaidi.